Hii ni Mwananchi Digital imemtembelea mzee Dalali ambaye ni mwanzilishi wa Simba Day. Tuko hapa nyumbani kwake kwa ajili ya kupata mawili matatu. Mimi ninaitwa Olipaasa, nyuma ya kamera kuna Hatibu Nyembe. Tutakuwa nanyi hapa kuwaletea exclusive interview ya vitu mbalimbali kuhusiana na vitu ambavyo amefanya ndani ya Simba na namna alivyoanzisha Simba Day ambayo imezaa vitu vingi mpaka sasa hivi inaendelea kufanyika na itarajia kufanyika hapo Agosti 8. Kama sijakosea mzee wangu. Kweli kabisa. Shikamoo. Habari yako? Salama, habari za siku nyingi. Salama tu. Tumekutembelea mzee, kwanza tunataka kufahamu mawili matatu kuhusiana na Simba Day na ukuja. Unaitazama itakuwa ni aina gani kwa upande wako tangu ulipoianzisha? Kama sikosei ilikuwa ni 2009. Unaizungumziaje hii na ukuja sasa? Kwanza nimefurahi kwa sababu Simba Day ilianza tarehe 8 mwezi wa 8 2009 katika uwanja wa Uhuru. Nadhani miaka 17 sasa iliyopita. Na wakati ule Simba ina miaka 73. Sasa mwaka huu Simba inatimiza miaka 90. Lakini Simba Day mwaka huu inafanyika pale pale ambayo tulikuwa tumeianzisha mwaka 2009. Na kwa hiyo mimi nimefarajika na nimefurahi sana kusema kweli. Pale ndio tulipo kama ndio kitovu cha Simba Day. Na leo uongozi umeamua kwenda pale pale ambapo Simba Day ilikuwa imeanzishwa. Kwa hiyo napongeza viongozi kwa kuliona hilo kwamba pale kama nyumbani. Pale kama nyumbani. Kwa sababu pale mtoto alizaliwa pale, akakua, akaenda huko, akaoa maisha yake, akiwa siku akaamua kurudi kuja kuwasalimia wazazi wake. Kwa hiyo ndio ni kama hivyo sasa kwamba tarehe 8 mwezi wa 8 2009 tulianzisha Simba Day pale, na wakati sasa hivi Simba inatimiza miaka 90, tunarudi pale pale katika kusherehekea miaka 90, lakini kusherehekea pale ambapo Simba Day ilizaliwa. Kwa hiyo tunawapongeza viongozi na ni jambo kubwa sana kusema kweli, jambo kubwa. Na hii Simba Day imekuwa tofauti na mimi nilipoanzisha. Nilipoanzisha ilikuwa ya kinyumbani tu, watu wa Dar es Salaam, labda Pwani kidogo, Morogoro ndo walikuja pale kwenye Simba Day ya kwanza. Na kiukweli kabisa kwamba Klaus ndio ilikuwa sema chombo cha kwanza cha kuidhamini Simba. Katika ile Simba Day ya kwanza, wao ndio wadhamini wakuu wa Simba Day. Na kwa kweli nafurahi sana kwamba walitusaidia sana wakati ule. Kuagiza timu kutoka nje, timu kuja hapa kulala, mambo mengi tu. Na walitangaza sana. Nakumbuka wakati ule Ephraim Kibonde ndio alikuwa na MC pale. Alafu tukawa na mwaka ule ndio tulianza kuajiri msemaji. Unajua klabu ya Simba ndio klabu ya kwanza kumwajiri msemaji, katibu mkuu, mweka hazina, ndio klabu ya kwanza. Baada ya TFF kubadilisha ile katiba, wala bana kutokana na miongozo ya TFF ya FIFA. Kwa hiyo Ndimbo akawa ndio mtu wa kwanza, Clifford Mario Ndimbo. Ni katibu msemaji wa kwanza tuseme wa kuajiriwa katika nchi hii. Kwa hiyo Simba Day ya kwanza yeye alikuwepo kama msemaji wa kwanza, lakini pia marehemu F. Kibonde alikuwa MC wa. Kwa hiyo Na unakumbuka labda ile Simba Day iliwaingizia kiasi gani kwa kipindi kile? Wakati tulipata milioni 70. Milioni 70. Sio yote miaka ile. Lakini watu walijaa ndani na nje. Na mgeni rasmi alikuwa Samuel Sita akiwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mapenzi yetu na mimi nikampa kadi namba 6. Yeye anaitwa Samuel Sita na kadi yake ya Simba namba 6. Namba 6. Sababu mzee yule alikuwa mwambike tu wa Simba. Kwa hiyo ndo alikuwa mgeni rasmi wa kwanza mwaka ule ambao tulianzisha Simba Day. Na prosesi za kuanzisha ungetukumbusha kidogo zilikuwaje? Ukapataje ile wazo? Unajua kabla sijawa mwenyekiti, nilikuwa mwenyekiti wa Matai mkoa Dar es Salaam kwa muda mrefu, karibu miaka 20. Sasa viongozi mbalimbali wanapokuja pale, nilikuwa nikiwashauri sana Simba iwe na uwanja wake. Lakini utakuta kama maneno yanaingia huko na tugawa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimekaa sana moyoni. Unaona? Sasa waliponishawishi wenzangu kwamba na viongozi wa Matai wale, chukua fomu wewe sasa. Nikagombea nikapata.
Baada kupata kama sasa hapa ndo nitatumia nafasi hii kuitafutia Simba uwanja. Kwa hiyo nikaenda kule Kigamboni. Kivuka pale mkono wa kulia mbele kidogo kuna uwanja unaitwa Machava. Nilienda pale nikaona ule uwanja mzuri, na kuna siku tukaarrange na kocha Fili kwenda kufanya mazoezi pale, wakaupenda uwanja mzuri na nini. Kwa hiyo nikaenda wizarani kuomba ule uwanja. Kaenda paka wizarani, kaenda makao makuu ya wizara pale ardhi, chumba namba 6. Chumba namba 6 nikakutana na mtu mmoja anaitwa Mero. Na wewe napenda kumtaja sana kwa sababu yeye ndo atakuwa shahidi yangu. Unaona? Wala mimi nimekuja mwenyekiti wa Simba, na kujua tu tunauona uwanja. Nimeuona uwanja kule Kigamboni. Akanambia ule uwanja una wenyewe, una timu inaitwa Machava. Lakini sisi kama serikali tuna uwanja Bunju, tuna eneo Bunju tulitenga kwa ajili ya michezo. Twende kalione. Kama twende. Ndio nikaenda naye, kaenda bado tukakaa juu kule, kuna mbuyu mmoja mkubwa pale. Pale ule mbuyu unaangalia kwa chini. Kaona uwanja mkubwa sana. Nikauliza wewe una heka ngapi? Kaniambia heka 25. Kabasi unanifaa. Kwa tukarudi makao makuu, nikachukua fomu 2. Za kuomba ule uwanja. Fomu moja shilingi 2000. Kwa hiyo nikatoa 4000 nikachukua fomu 2. Ile moja ikiharibika nyingine. Ndio kapewa, nikatoa 4000 pale, nikarudi klabu, kakuta viongozi wenzangu, Kaduguda pale na Chano Limasi, jamani mimi nimepata uwanja, fomu hizi hapa katibu, jaza, wakati tule kila kitu na katibu. Jaza turudishe. Na kweli kajaza pale. Tukaenda wizarani, tukarudisha. Ndio kawa ndo mwanzo. Sasa wakati ule kwa milioni 106 hivi. Sasa hela hatuna. Unajua mimi nimeongoza Simba kwa tabu sana. Kwa sababu wakati ule hata maji ya kunywa ni ya viroba. Kwa shilingi 50 vile Balesa ndio maji ya kunywa wachezaji wa Simba. Wakati mwingine tunakosa hata hela kununua maji ya viroba, tunachukua ndoo ya maji na kata. Wachezaji wanakunywa maji kata. Unaona? Kwa hiyo hata pesa ilikuwa ni ndogo kwa sababu tunategemea mapato ya mlangoni, hatuna wadhamini, hatuna chochote kwa chochote. Basi ndio kanjia kwanza tukasema hebu twende tukamuone naibu waziri wa michezo, watu walikuwa marehemu Mdio Bendera. Kwa nikaenda pale na wenzangu tukamwelezea kuhusu ule uwanja, bwana nipata uwanja lakini uwezo wa kulipa wetu mdogo, ninachokuomba utusaidie kumuomba mheshimiwa waziri watupunguzie kutoka ile milioni 106 mpaka milioni 80 kitu kama hivyo. Tutalipa kidogo kidogo yani. Tuko tayari kulipa kidogo kidogo. Akasema andike barua. Kwa hiyo nikaandika barua mimi nikasaidi mimi mwenyewe copy nao ndani. Mpaka waziri. Tena wakati ule waziri mwenyewe alipanga ziara ya kutembelea Simba na Yanga. Kwa alianza Yanga akaja kwetu. Ona. Basi tukaandika barua tukampelekea, lakini hatukupata majibu kwa kweli. Kwa hiyo ndio likanjia wazo la kuanzisha kitu kinaitwa Simba Day. Kwa nini sianzisha Simba Day? Kwamba kutambulisha wachezaji wetu. Sawa. Jezi za msimu, ama beti la ufundi, halafu kuwafanya wanachama na wapenzi wa Simba kujuana. Wa Mwanza na mjua wa Dar es Salaam, Dar es Salaam mjua wa Mtwara, kujenga udugu na nini, kubadilishana namba za simu, kitu kama hivyo. Watu tulifanikiwa kufanya hiyo shughuli na ndio tukakutana kusaga na kwa yule marehemu Ruge kuelezea kama tunataka sisi tuna mpango wetu, kwa hiyo tunaomba udhamini na nini, wakakubali. Nawashukuru sana. Kwa hiyo ndio tukakubaliana kuanza. Lakini hata hivyo ile wazo baada ya kuwa nalo mimi kwanza nikapeleka kwa Friends of Simba. Kwa sababu Friends of Simba siku zile mimi nilinisaidia sana sababu nilipokuwa mwenyekiti. Kwa nasaidia sana kuja usajili kwa nini. Wakati wenzako watakubali. Kwa sababu wakati ule kulikuwa na mgogoro mkubwa kati ya Friends na wenzangu. Wenzako watakubali? Kaambia wewe mimi nitawaambia. Mradi yeye mkikubali, wao ndio walifanya mpango kuonana na Ruge kule na mimi nikaendesha kamati ya utendaji nikamwambia wenzangu. Na nilipingwa kweli kabisa. Ambao ni uongozi wa Simba. Wenzangu kabisa walikataa kata.
hiyo haiwezekani, Simba Day ya nini bwana? Kwanza hii ya kawaida wafensi Simba huo. Lakini nashukuru Kadugudu alisimama imara. Kusimama, yani kama mimi mwenyekiti wake, katibu wangu, hata ile jambo Dalali kaleta jambo zuri. Tusilikatae. Kwa sababu tutapata pesa na nini, unaona bwana. Basi yeye aliunga mkono sana. Lakini baadhi ya wana viongozi wenzangu walikataa, mpaka kwa mfano Mungu amrehemu makamu wangu, nikamwambia wewe Yanga. Wewe Yanga, wewe sio Simba. Alikuwa nani? Marehemu Gumbo, alipinga sana kama wewe Yanga bwana. Kwa sababu wakati ule mwaka 70 miaka 71 unaona. Yanga ulimtaka. Unaona. Na akampa 3,000. Unaona, akanunua furniture, akamnunulia furniture. Sasa 3,000 za miaka hiyo. Furniture, full furniture ndani. Sasa nilipokuja zile habari zile, Mzee Habibu Ndomo, unaona bwana, na kina Mzee Mzuanda, akamwambia sababu Gombo mpira kwa anaujua. Kwa midfield. Kwa hiyo zile hela zikarudishwa na kaambia wewe baki Simba, ndo akabaki Simba. Sasa kaambia Gumbo, ile kumbukumbu nazo sababu wewe mwenzangu. Unaona baba, je, kama kwa mfano wazee wasingerudisha hela wewe ungekuwa uko Yanga. Kwa hiyo kupinga hii na kwa hiyo lile likawa sababu waandishi waliandika sana kutoka magazeti yale. Kwa hiyo baraza la wazee likaona hapana. Wakatwita kikao, unaona, ili kuweza kusuluhisha. Kamba sasa hili jambo jema. Sasa wewe kwa nini anakataa? Na yeye na wenzake na Marehemu Saduki na wengi ndio wanakataa. Sasa kile kikakubalika, nashukuru ndio. Kwa hiyo mechi ya kwanza ya ufunguzi kucheza na Villa. Villa Squad Uganda. Kutoka Uganda Villa. Ndio tukapata milioni 70, tukaona basi tutoe pesa kidogo tupeleke kwenye shambani kwa ajili ya nani, kwa ajili ya uwanja. Na ndio mwanzo hapo sasa. Naona bana, madhumuni yake ilikuwa ni haya. Kwamba tukipata pesa Simba Day tumalize deni la uwanja. Kila hela tupatikana na kwenda mpaka malizia na hata kujenga. Naona. Kwa thamani ya uwanja ule wa Bunju ni milioni 106 kwa wakati ule. Kile alipokuja Aden sasa kwa mwenyekiti, alizungumza na Tebaijuka, mama yule kwa hotel wa naona walipunguziwa, walipunguziwa. Kwa hiyo kufika kwa maandishi, lakini ndio hiyo ilikuwa bahati. Naona, lakini nadhani kwa sababu yeye alikuwa mbunge na yule mbunge mwenzake sasa akapunguziwa. Na akija alimaliza deni ni Evans Seveva. Na kwa sasa unaridhishwa na matumizi ya uwanja? Uwanja ule kwa kweli Simba nafanya mazoezi. Simba nafanya mazoezi, kwa mfano kesho tuna kisomo chetu pale ambapo tunakaimu wazee kila mwaka. Tunafanya kesho katika uwanja wetu. Zamani tunafanya klabu. Hasa klabu pale ukifanya kama chakula upige sufuria 30 leo. Sio unajua Kariakoo kila mtu hata si aliko atakuja kula. Lakini kule kidogo ni eneo ambalo eneo letu ambalo ni kubwa la wazi, kwa hiyo na kama naona washaanza kujenga ni hata wale ambao walikuwa wamevamia uwanja ule, namshukuru sana. Sasa hivi nadhani mkuu wa mkoa wa Arusha, zamani alikuwa Dar es Salaam Makala. Alisimamia kuondoa wale watu pale. Unaona? Waliondoka wote pale. Sababu waliingia watu walivamia sasa. Baada ya dakika 25 zikabaki dakika 19 sasa. Kwa sababu watu sasa sijui nani aliuza, labda siwezi kujua, lakini baadaye sasa, na kwa sababu mimi ndio nilikuwa kuweka mawe yale. Na mtu mmoja anaitwa Idrisa yuko pale wilaya ya Kinondoni upande wa manispaa. Ndio tulikwenda wote kuweka beacon zile. Kwa hiyo kiwanja kile nakijua vizuri tu. Nakijua kona zote yale mimi nasijua. Kama jua lilikuwa hapa, lilikuwa hapo. Kwa hata siku hilo niona kutoa shahidi. Kwa sababu siku moja tulifanya Simba Day kubwa sana, tunaona kuzindua sijui kitu gani kule. Mo alikuwepo na wakati ule waziri wa michezo alikuwa jamaa wa Mbeya Mwakembe. Nikamwambia Magoli, bwana, hapa kuna nyumba zile zote ziko ndani ya uwanja. Kwa hiyo muombe waziri hapo. Na kweli akambonyeza waziri akasema, jamani, watu mliokuwa ndani hameni kabla serikali ichukua hatua.
Na maana mimi nilikuwa najua mipaka ile. Shaelewa. Na mpaka leo mimi najua mipaka yote ya ule uwanja. Lakini siku kama mimi na mzangu Kadugura na wengine wa viongozi wenzangu, kama tungeendelea kuwa viongozi kwa kipindi kile cha pili, uwanja tushajenga. Ngo kumeshajengwa. Kwa sababu wajua Kadugura ana akili nyingi sana. No, kiukweli. Alifanya mpango na watu mmoja anaitwa Senjere wa Marekani. Kutengenezea jezi ile ziuzwe, zikiuzwa tutapata pasenti yetu ambayo tuongeza katika uwanja pale. Sasa kwa bahati mbaya sana, tulishafanya mkataba, tulishasaini kila kitu. Na mwaka wao ndio uchaguzi wa Simba. Na mimi ningeekewa form 4 kwa tumida za 7. Unaona? Kwa hiyo siweza kugombea. Hata mwenzangu kagombea, akiwa atakuwekea pingamizi, sio hajawasilisha mapato matumizi, nao Kegundula nadhani aliwekea pingamizi, nao akawa wametolewa. Kwa ile mpango kawa sawa umekufa. Lakini jezi zile zilikuja wakati wa deni, ndani wakaziuza wenyewe, zikatumia kwa ajili ya klabu. Lakini mimi naamini kabisa kama tungeendelea ule mwaka, nakwambia Oliva tungejenga ule uwanja. Kabisa. Kwa sababu mzazi ndio mwenye uchungu wa kumsomesha mtoto wake. Unadhani ni kitu gani ambacho kinakwamisha? Kwa sasa hivi ndio siwezi kujua sasa kwa sababu siko ndani huko, lakini sijui labda inaweza kutokea. Maana sijui. Maana naona huyu anasema nitajenga, si kama Movi akasema sio atajenga. Basi sijui. Lakini kama kweli tunataka kujenga Simba, tunaweza kujenga. Ushaelewa? Tunaweza kujenga. Hasa wakati ule mimi kuna lile jengo la zamani. Nilipata mwekezaji anatoka South Africa. Wana benki yao ambayo iko South Africa. Naona? Na hapa walikuwa na tawi lao mtaa Uhuru pale. Kwa tukaenda pale mimi na mjenga sina Kadugura kitu kama hiyo. Naona? Kuzungumza nao ili lile wajenge ghorofa 25. Ile jengo la zamani ile ghorofa 25. Kwa miaka 10 tu. Alafu inakuwa mali yetu. Sisi tungepewa ghorofa ya kwanza mpaka siku ya 5 kitu kama hivyo. Alafu zilizobakia zote zile hizi za chini zilikuwa za benki. Mpaka kama ghorofa 5 zilikuwa za benki. Lakini ghorofa 20 hizo zilikuwa contract kwa sisi wenyewe. Basi yule mzungu kaja pale bwana, siku mvua inanyesha pale. Kaja kupiga picha ile. Mbona alichukua ngwala kama kijana wangu. Na mvua inanyesha. Uso wote umejaa matope. Alipigwa na nani na washabiki. Nataka kuuza nyumba tu hapa. Sasa mzungu miguu juu wewe, mzungu na kamera yake mpige. Alikuwa anachukua video na kamera kama hivi jamaa yangu hapo. Akaanza bullshit. Akigera kaondoka. Na mpango kesha wewe. Akarudia pale. Ilikuwa mwaka gani hiyo? Ilikuwa 2008. Na kuwahi kurudi tena. Hajarudi tena sasa wewe mzungu nampiga ngwala kama matope na uso wote umejaa matope kama makonde atakubaliwa. Naona ba. Basi sasa nikamwambia sasa nyinyi utauzaje nyumba? Ili jambo wangekubalia wao. Tungelipea katika mkutano mkuu wa wanachama. Hadi kimetokea hichi na hichi na hichi na hichi. Na sio kuuza. Jengo linatengenezwa ghorofa 25. Leo ungekuwa Simba sasa hivi namna gani? Fikiria, Simba ingekuwaje mpaka leo? Mbona sasa mwana unafaidika sana na ile jengo la jipya. Kodi sasa si milioni ngapi hata sijui kwa mwezi. Lakini sasa wakati ule uelewa mtu ulikuwa bado mdogo. Afadhali sasa hivi watu wadogo uelewa na kuwa mkubwa. Kutokana na mitandao na nini, kwa hiyo mtu hawezi kumwongopea. Lakini wakati ule bado bado kuonyekiza. Lakini nakuhakikishia kama tungekubaliwa Simba ingekuwa ingepiga hatua kubwa mno. Yale majengo yale yangekuwa kama majengo pale Feli yale mawili mapacha yale ndio ingekuwa Simba. Kweli nakwambia. Yaani mimi ningeacha vitu ambavyo sikwenda shule sawa, lakini akili yangu iko sawa sawa. Okay. Na pengine unatamani kipi kifanyike kwenye ule uwanja wa Bunju? Abina kama atatokea mtu akajenga. Unaona ba? Basi ajenge. Elewa, kama Mohamed atakujenga ajenge, kama Jeruti anataka kujenga ajenge, kwa sababu wote si Simba hao. Unaona? Lakini kwa masharti ambayo kwa kuifanya klabu inufaike. Sio kujenga kama unufaike wewe. Kama ni mapenzi yako kule makubwa katika Simba, Simba inufaike. Unaona bana? Sio mbaya. Sio mbaya. Na changamoto gani kubwa ambayo umeikuipata wakati wa harakati hizo za kupambania uwanja, kununua mpaka kwanza matengenezo? Pale kuna siku moja kama saa 6 mchana hivi tunaona
Wakaangalia uwanja. Nadhani mimi na Kaduguda. Sasa tukaona likapita joka moja kubwa kweli kweli. Anafika futi 10 au 12. Mrefu sana Chatu. Lakini ameloa maji. Naona. Lakini mvua hakuna. Wala hakuna maji pale. Mbona kaloa mdudu? Tena kumekuwa na mama moja kwenye wewe baba. Wewe baba simama, naona mdudu anapita wewe. Mimi sikumuona. Kasimama hivi. Na kweli anatoka huko na anatoka mbuyu kule. Enda akasema bwana huyu kila siku saa 6 anakwenda saa 12 anarudi. Anarudi saa 12 jioni. Saa 6 mchana anatoka kwa huku anakwenda katika ule mbuyu mpaka leo huko pale. Saa 12 jioni anatoka kule na nyumbani kwake. Sasa sijui nyumbani kwake wapi sio. Unaona? Sasa kama singemuona fikiri kwa. Sishaliwa sasa hivi pale. Lakini Chatu bwana. Kwa hiyo bibi pengine na Kaduguda tunge saizi hatupo tena. Kwa hiyo hizo ndio changamoto ambazo nimepata. Kwa pale palikuwa na manyoka chungu mzima tu, hata kwa kufika pale manyoka tu. Sasa hivi pamependeza. Unaona? Na kama watajenga uwanja mkubwa kwa sababu viwanja kama Farm Mkapa sasa kutoka vitatu pale. Kama Mkapa pale. Okay. Kwa hiyo mimi nashauri kama kuliko mtu atakujenga tujengee uwanja. Uongozi upo, waende wakaelewane, wadhamini wa klabu hapo wakaelewana tujengee uwanja. Haiwezekani klabu kama Simba tunatimiza miaka 90 hatuna uwanja. Mara KMC sasa hivi tunaulisha wala bibi, sisi wala wapi. Wakati eneo tunalo. Tunashindwa na watu ambao timu zao sio kama sisi bwana. Kwa sababu sisi kwenye kuwekeza wadhamini wangapi? Kuna Betways, kuna nani, kuna Jeruti, kuna nani. Kama hao kikaa pamoja wakichanga unajenga uwanja. Bila tegemea sijui nisemeje, hata sitaka sema vibaya. Kwa kweli iko haja Simba kujenga uwanja wake. Kujenga uwanja wake. Iko haja kabisa. Kama wanashinda basi wakutane na waziri wa michezo au serikali itasaidia vipi, kama deni basi serikali tudai. Unavyoiona Simba Day ilivyozalisha na timu zingine zinafanya sasa. Kuna wiki ya mwananchi, Azamu walikuwa wanafanya, Mashujaa wanafanya, na timu za ligi kuu zinafanya sasa matamasha ya kutambulisha wachezaji wao. Unakuwa unajisikiaje? Na muasisi wa hilo jambo unashuhudia na unaona, na imekuwa inazalisha ajira na kwa watu wengine kwa siku hiyo zinakuwepo na ajira za muda mfupi. Unajisikiaje unapoona hivyo vitu? Mimi naona faraja kwa sababu sijui nisemeje, lakini Yanga ndio kwanza nimekuambia. Naona jamani, azisheni hichi kitu nyinyi, hichi kitu kana hela. Walikataa. Simba inatimiza miaka 10. Ndio wao wanaanzisha. Miaka 10 yani ya Simba Day. Ndio Yanga na wanaanzisha. Ulimwambia ni kiongozi kwa Yanga ama kiongozi wa Yanga? Wadega yule mwambia sana Mungu amrehemu. Lakini akana ni kama mnashindwa kuita Yanga basi tena Kilimali Day. Mwambie hicho basi. Tena Kilimali Day msindo mzee wa Yanga. Akawa sasa hiyo aita hata Mpili ile sio mbaya. Lakini wakakataa kata. Lakini nashangaa baadaye wakaona bwana hapana. Twende huko. Kwa hiyo mimi naona faida yake. Yes, wanauza fursa chungu mzima kwa watu. Kana mama anapeka chakula, unaona watu wanauza skafu. Yaani biashara yote ulikuwa nayo siku ya Simba Day au siku ya wananchi, mimi nasema Yanga Day, sio wananchi wote wananchi. Yanga Day. Naona bwana. Watu wananio, wananunua vitu pale. Na Yanga wamekukuletea mwaliko, labda kipindi ndo anaanzisha, waliwe kukuletea mwaliko au kukushirikisha? Wala usubutu. Mtaelewa? Usubutu. Si rahisi. Kwa sababu unajua tuseme ukweli tu. Yanga mimi niogopa. Unaelewa? Sasa si kwa sababu gani? Kwa sababu nakumbuka kuna mwaka mmoja Simba na Yanga niko foleni kukata tiketi. Naona lakini mimi nilitoka nje, nilikuwa ndani katoka nje kwenda kununua chips pale kwa Chichi pale ya soda. Sasa nilikuwa toka foleni, kuja askari mmoja anaanza kunipiga malungu mguuni. Wacha ng'ombe pale. Miaka hivi karibuni? Miaka ile sio wakati shamba la bibi wakati hata Mkapa hakuna pale. Shamba la bibi na nakwambia Yanga mimi si wananiogopa kitu gani. Unaona? Donga moto huu. Kama mbona ni video akanichukua akanitia kwenye kalandinga ile. Wewe kwenye mfuko na nini? Mfuko hapa angalia. Kuna chipsi,
mishikaki na Fanta. Unajua bwana alivyoambiwa bibi bwana sivyo leo. Wewe umeambiwa nini? Ambao una uchawi mwenyewe. Sasa ndio uchawi sasa kwa nini mchawi? Niko kanishia kana ndinga pale kanaomba baraza lakini kabla niende msanii hospitali. Ilikuwa ni dabi? Dabi hiyo. Sema langa. Sasa nakuta mimi mwenye kitutoa matawi tu. Sasa sijui. Ndio nakwambia mimi siwezi hawezi kunialika bwana. Si rahisi. Hata kunialika siende. Mfuate nini?